Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, hii leo nitakufahamisha operation ya Marekani na Israel iliyompata na kumuua kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Shambulio lililomuua kiongozi mkuu wa Iran halikutokea usiku wa manane kama ilivyotarajiwa, lakini katikati ya asubuhi. Hii ni kwa sababu Marekani na Israeli ziliamua kuchukua fursa ya sehemu muhimu ya kijasusi iliyofika saa chache kabla ya tukio hilo. Kwa miezi kadhaa wamekuwa kisubiri fursa wakati maafisa wakuu wa Iran wangekusanywa pamoja na kujua kwamba kiongozi mkuu Ali Khamenei angekuwa kwenye boma moja katika mji wa Tehran Jumamosi asubuhi. Pia walijua eneo la maafisa wengine wa ngazi za juu wa kijeshi na hata ujasusi ambao wangekutana kwa wakati mmoja. Kwa miezi kadhaa nchi zote mbili zilifuatilia mienendo ya kiongozi huyo mkuu ambaye alitawala Iran tangu mwaka 1989. Mbinu kamili walizotumia ni siri, ingawa Rais Donald Trump aligusia kitu katika chapisho la mtandao wake wa kijamii. Alisema hakuweza kukwepa ujasusi na mifumo yao ya ufuatiliaji ya hali ya juu. Alitoa maoni hayo: inaweza kuwa chanzo, lakini kuna uwezekano zaidi kwamba ilikuwa ni ufuatiliaji wa kiufundi wa watu binafsi. Katika vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka uliopita, Israeli ililenga wanasayansi pamoja na maafisa waliohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran, na inasemekana ilitumia upenyezo wa mifumo ya mawasiliano ya simu na simu za mkononi ili kuelewa mienendo ya watu. Wakati mwingine hatua hiyo ilihusisha ufuatiliaji wa mienendo ya walinzi wanaohusishwa na maafisa wa ngazi za juu. Kwa muda mrefu, hii inaweza kusaidia kujenga mtindo wa maisha, kutabiri au kuelewa shughuli na pia kutambua nyakati za hatari. Iran ilijua kwamba kiongozi huyo mkuu yuko machoni mwa maadui zake, na kwa hivyo walishindwa kutambua na kushughulikia udhaifu huo kwa miezi ya hivi karibuni, na kuonyesha aidha kushindwa kwa kiasi kikubwa katika usalama wa Iran na kukabiliana na ujasusi, na hata uwezo wa Israel na Marekani kuendelea kurekebisha mbinu zao na hata kutafuta njia mpya ya ufuatiliaji. Huenda wa Iran walifikiri kwamba shambulio la mchana lilikuwa na uwezekano mdogo sana. Katika kesi hiyo, maafisa wa ujasusi, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times lililotoka, lilibainisha kwamba Israel walitekeleza shambulio hilo. Kila kitu kinaonyesha kwamba kuna mgawanyiko wa majukumu. Israel inazingatia mashambulizi dhidi ya viongozi na Marekani inalenga maeneo ya kijeshi. Intelijensia ilitoa taarifa ya kutosha kutabiri mienendo ya kiongozi mkuu na hata maafisa wengine, kupanga mashambulizi ya ndege yenye uwezo wa kurusha makombora ya masafa marefu.